Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu wote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Matumaini yangu makubwa kuwa kwa mzima wa afya na wakati kama na huu huko kando kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu na kukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari. Uchambuzi bwana kubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili Merci Mbele Chipamale anashikilia vema dawati hilo la mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, hebu fuateni habari muhimu hii ambaye namkaribisha mkina dada Bibu Kurtantine Aldama. Karibu. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu, tukianzia katika mji wa Baraka. Mwenyekiti wa muungano wa wapashaji habari Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UNPC tawi la Uvira Fizi amewataka waandishi wa habari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi hasa wakati huu wa vita. Na huko Bukavu hali ya usalama haikuwa sawa tangu asubuhi ya Jumatano ya tariki 18 Juni mwaka huu katika manispa ya Bagira mjini Bukavu jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amehakikisha hayo coordinator wa shirika la rahia MSCO jimboni Kivu Kusini. Na kwenye habari ya kitaifa, waziri wa sheria hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasilisha rasmi kibarua chake cha kujiuzulu kwenye wadhifa wake. Yote hayo yametokea kutokana na kesi yake inayomkabili. Ni hayo tu kama habari muhimu. Omari Makelele Ozile. Shukrani sana Bibu Kurtantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite kabisa ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa baraza la vijana mjini Baraka umewataka vijana na mabinti kujihusisha na kazi ndogo ndogo katika kipindi hichi cha likizo ili kusaidia wazazi wakati wa kurudi shuleni. Akizungumza na Radio Kivu, kiongozi wa muundo huo De Gaulle Malembewe Kubo amesema ni vyema vijana na mabinti wajishughulishe na kazi ambazo zitakazowapa kipato cha kusaidia kununua vifaa kadhaa vya shule. De Gaulle Malembe aeleza yafuatayo mbele ya vipaza sauti vya Radio Kivu. Ya kwanza, mbili mtangazaji, tuna suete vacances sote likizo nzuri kwa wanafunzi wote, na tambulia kwamba wanafunzi ni kitengo cha vijana, kwani tuko na intere yote ile ya kupatia bajen mo fulani ya kuanza debia mavacances. En fait, ni wakati ya vacances ni kusema ni mapumziko, na hiyo mapumziko tungiliwaomba waangalie gisi wajilanse mu ma entrepreneuria, makazi ndogo ndogo zitawasaidia kesho mu rentrée scolaire, wapate ile kidogo ya kusaidia wazazi, parce que avec yale tuko mwayo hakuna makazi, wazazi wenyewe wanahangaika hivyo. Nafikiri ya kwamba hii vacances ingilikuwa wakati ya vijana wanafunzi kuzurura ovyo, ingilikuwa wakati ya wajishughulishe na biashara ndogo ndogo, wazazi waangalie kuwapatia hata mitaji ya kidogo kidogo, hata 10,000, 12,000, waenda Makatanga wapi wanaleta ya kuleta Makafuno, Simbi, Mkera, Fizi, Kalonge, tuko na Sebele, tuko na villages za mingi sana zeziko uzalamtura vile tu ya Baraka, na itaweza permettre ku prepare vacances mzuri, na après ma vacances anakuwa na kila mwanafunzi ile nusu atamsaidia kuuza makae, uniform, itaweza kwa soulagement kwa wazazi. Tubaki tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba mwenyekiti wa muungano wa wapashaji habari Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo UNPC tawi la Uvira Fizi amewataka waandishi habari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi hasa wakati wa vita. Pasiande Baba Lufira ambaye ndiye mkuu wa UNPC Uvira Fizi alisema kutathmini ongezeko la media mjini Baraka na kutoa wito kwa shirika za wapashaji habari kuhakikisha kuwa viongozi wa media hizo wanaheshimu sheria za kazi ya uandishi habari kama alivyoeleza. Tunajua kwamba katika nyakati hizi za vita wapashaji habari wanapasha kuwa makini,
sio kila habari ya kutangaza. Tunajua kama tunakuwa ndani ya vita, na tunajua kwamba kwa nyakati hizi kuna changamoto nyingi, na kunakuwa pia maujumbe ya chuki, maujumbe ya ukabila, maujumbe ya ubaguzi, maujumbe ambayo inaweza kuleta vurugu na fujo katika miji na katika jamii yetu. Sisi wapashaji habari tunapasha kujua kwamba tunakuwa na majukumu ile isitokee kupitia kazi ambayo tunaifanya. Tumegundua katika mji wa Baraka kama tunajua kwamba katika nyakati hizi za vita ile isitokee kupitia kazi ambayo tunaifanya. Tumegundua katika mji wa Baraka kama kumezaliwa mamedia mengi na inakuja, lakini kuja kwa hizo media sisi hatupendi tuione kama vile shida. Tunapenda kuiona kama vile fursa ambayo tunaweza tumia kusudi raia wengi wapate habari, na ile habari ikuwe habari ya kujenga, habari ya amani, habari ya kukusanya watu, habari ya kusaidia wakuu viongozi watumike kazi yao vizuri, habari ya kusaidia wakuu viongozi wasioni kama raia ambao wanawaomba watumike vizuri kama ni waadui, habari ambayo itasaidia mazitiada za maendeleo zifanyike pasipo vurugu ama kelele. Tunapenda media zikuje, lakini tunapenda media ambazo zitaitika kufuata mfumo ama mkondo wa matumikio ya media katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamedia ambazo zinaheshimia sheria, mamedia ambazo zinaheshimia ile tunaita code d'éthique et déontologie, sheria ya upashaji ya habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze kule Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha tangu asubuhi ya Jumatano ya tarehe 18 Juni 2025 katika manispaa ya Bagira mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amehakikisha hayo coordinator wa shirika la raia MSCO jimboni Kivu Kusini. Bwana Baraka Musombwa ni coordinator wa shirika hilo la raia, amesema kuwa mapigano yalishuhudiwa katika eneo hilo la Bagira kati ya jeshi la wazalendo dhidi ya M23. Baraka Musombwa aeleza yafuatayo. Na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tumeona kwamba situation, yani hali ya Bukavu imekuwa kabisa ya hatari, na kwa hivyo tunaomba viongozi wote wahusike na amani ya raia, na hao ambao wamekuwa wakileta hii kabisa katika huyo kata ya huko Bagira. Habari zetu na duru zetu zinatuambia kwamba imekuwa ni haya mabishano entre wanajeshi wa wazalendo pamoja na wa M23, na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tunaomba upande wote kupata kulinda raia pamoja na mali yao. Hivi sasa namuona nambari 7 mgongoni ambaye anasogea katika upande wangu wa kulia ili kuweza kutujuza habari za michezo. Sudi wa Sudi, karibu. Naam, asante kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Naona leo unatabasamu sana. Kawaida yangu hiyo. Ya, asante sana. Tujuze kwanza yaliyojiri katika viwanja mbalimbali. Ndiyo, katika ukurasa wa habari za michezo mpendelevu wa soka wa redio ya kijamii Kivu. Tuanzie kwanza na hapa katika mji wa Baraka ambako mechi za vijana wasudisha umri wa 17 hatua ya play-off iliweza kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo tarehe 18 Juni mwaka 2025, ambako klabu ya FC Mazee waliweza kutandikwa mawili kwa moja dhidi ya klabu ya VC La Victoire. Na mechi ambayo ilipigwa majira saa 9 kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, klabu ya Tujan waliweza kutoka sare mawili kwa mawili dhidi ya klabu ya AS Kalinga na kwenda kwenye mikoa ya Manati, ambako AS Kalinga waliweza kuwatandika klabu ya Tujan ya hapo Mwandiga mabao 3 kwa mawili. Mechi hizo zitaweza kuendelea mara tena siku ya 4 ya tarehe 19 Juni mwaka 2025, ambako mechi mbili zitaweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Majira saa 3 kamili za asubuhi klabu ya FC Real de Macampagne wataweza kukaribisha klabu ya Tolji Congo, huku mechi ya saa 4 vile vile za asubuhi